Jeshi la polisi mkoani Mwanza linamshikilia mwanaume mmoja aitwaye Seke Mabina, miaka 45, mkulima na mkazi wa kitongoji cha Tinda wilayani Magu, kwa tuhuma za kumuua mke wake Rahel Samuel, miaka 39, mkulima na mkazi wa eneo hilo. Akizungumza kuhusu tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza DCP Willibrod Mtafungwa amesema mauaji hayo yaliyotokea Januari 15, 2026 majira ya saa 1 asubuhi katika kitongoji cha Tinda wilayani Magu baada ya kutokea kwa ugomvi wa kifamilia kati ya wanandoa hao. Imeelezwa kuwa marehemu alifariki dunia baada ya kushambuliwa kwa ngumi na mateke sehemu mbalimbali za mwili wake huku akiwa ni mjamzito. Mtuhumiwa anaendelea kushikiliwa na jeshi la polisi kwa ajili ya uchunguzi zaidi, huku taratibu za kisheria zikiendelea kuchukuliwa. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linamshikilia mtu mmoja aitwaye Seke Mabirika Cecila. Huyu ana umri wa miaka 45. Kazi yake ni mkulima na mkazi wa kitongoji cha Tinda, kata ya Mwabanza, wilaya ya Magu, kwa tuhuma za mauaji ya mke wake ambaye anaitwa Rahel Samuel Mabina ambaye umri wake ni miaka 39, mkulima na mkazi wa kitongoji cha Tinda, kata ya Mwabanza, ambaye ameuawa kwa kushambuliwa kwa ngumi na mateke sehemu mbalimbali za mwili wake. Tukio hilo limetokea tarehe 15 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Ilikuwa ni majira ya saa 1 za asubuhi huko katika kitongoji cha Tinda, kijiji na kata ya Mwabanza, wilaya ya Magu, baada ya kutokea kwa ugomvi wa kifamilia baina ya wanandoa hao. Ndipo mtuhumiwa alimshambulia mke wake, ambaye mke wake huyo alikuwa na ujauzito wa miezi miwili, kwa mateke na ngumi sehemu mbalimbali za mwili wake ikiwemo tumboni, hali iliyosababisha mwanamama huyo kupoteza nguvu na hatimaye kufariki dunia. Taarifa kuhusiana na tukio hilo zinaonyesha kuwa marehemu alikuwa ni mke wa 3 wa mtuhumiwa na wamebahatika kupata mtoto mmoja. Chanzo cha tukio hilo ni mgogoro wa kifamilia uliotokana na marehemu kudai fedha ya matumizi kwa mume wake huyo. Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya wilaya ya Magu kwa uchunguzi wa kitaalamu. Mtuhumiwa anaendelea kuhojiwa na upelelezi utakapokuwa umekamilika atafikishwa mahakamani kama ilivyo taratibu za kisheria. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza kuhusiana na tukio hilo linawahasa wananchi kujiepusha na vitendo vya ukatili wa kijinsia. Badala yake wakumbuke kufanya mazungumzo yatakayoleta maelewano katika familia, hivyo kujiepusha na matukio ya mauaji.